Rais wa Marekani Bwana Donald Trump ni kama vile amejichimbia kaburi mwenyewe. Ni kutokana na kuanzisha ushuru karibia mataifa yote ulimwenguni. Sasa kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya kiuchumi, wanadai kwamba hali hii itasababisha hali mbaya ya uchumi nchini Marekani. Hata hivyo, mfumuko wa bei huenda ukaongezeka kwa sababu ya ushuru mkubwa wa Donald Trump na unaweza kubaki juu. Lakini pia mwenyekiti wa hifadhi ya shirikisho nchini Marekani Jerome Powell amesema siku ya Ijumaa kwamba tunakabiliwa na mtazamo usiokuwa na uhakika na hatari kubwa za ukosefu wa ajira wa juu ya mfumuko wa bei wa juu, alisema katika hafla nje ya Washington DC. Wakati ushuru una uwezekano mkubwa wa kuzalisha angalau kupanda kwa muda kwa mfumuko wa bei, inawezekana pia kwamba athari zinaweza kuwa za kudumu zaidi. Maoni ya hivi punde ya Powell ambayo bado ni dhahiri zaidi kuhusu suala hili yanakuja siku chache baada ya utawala wa Trump kufichua ongezeko kubwa zaidi la ushuru wa Marekani kwa data miaka 200 iliyopita. Hata hivyo, zaidi ya ushuru ulioenea uliowekwa chini ya sheria ya miaka 1930, ushuru wa 10% umeanza kutumika siku ya Jumamosi kwa uagizaji wote wa Marekani, ushuru ambao ulipangwa kuanzia Aprili 9. Ushuru wa Trump ulikuwa mbaya zaidi kuliko ilivyohofiwa na kusababisha uuzaji wa soko la hisa ulimwenguni wiki hii kuyumba. Wanauchumi nchini Marekani wamemuonya rais huyo wa Marekani na wanaona uwezekano wa kushuka kwa uchumi duniani kwa 60% ikiwa ushuru utawekwa mahali pake. Watabiri mbalimbali wanakadiria bei za watumiaji haswa kwa magari kupanda mwaka huu. Hatari ya Donald Trump ya kurekebisha kukosekana kwa usawa wa kibiashara na kurudisha uzalishaji nchini Marekani linaweza kupelekea uchumi kudorora kuelekea hali mbaya. Na ni kutokana na kile ambacho ameamua kukianzisha rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump, akisema kwamba sasa Marekani inaenda kuwa juu kiuchumi zaidi kuliko taifa lolote. Alimaanisha kwamba watu wengi wana uhitaji wa kupeleka bidhaa zao nchini Marekani, na hivyo hili litamsaidia kuona ni jinsi gani ataweza kuvuna fedha za nje kwa wingi. Muda mfupi kabla ya hotuba ya Powell, alitaka Marekani kwanza ipunguze gharama za kukopa, lakini akiwatuhumu baadhi ya viongozi wa benki kuu kwa kucheza michezo ya kisiasa. Huu utakuwa wakati mwafaka wa mwenyekiti wa Fed Jerome Powell kupunguza viwango vya riba, Trump alisema. Fed kwa wasiwasi imesimama na maafisa wa Fed wamepitisha muundo wa kushikilia viwango vya riba wakingojea mfumuko wa bei kupungua zaidi na kuona jinsi mabadiliko makubwa ya sera ya Trump yanavyowezekana katika data ya kiuchumi. Bado anatarajia kupunguza viwango wakati fulani mwaka huu, na kulingana na makadirio yao ya hivi punde ya kiuchumi yaliyotolewa mwezi uliopita. Hata hivyo, walipunguza viwango mara 3 mwaka uliopita kwa ishara kwamba mfumuko wa bei ulikuwa ukipungua, lakini maendeleo hayo yalikwama mwaka huu, ambayo inadhoofishwa na swala hili la kupunguzwa kwa viwango zaidi na hatimaye kusababisha kusimama kwa mwezi Januari. Sambamba na hayo, wakati huu baadhi ya mataifa tayari yalishaanza kuchukua hatua kukabiliana na kile Trump alichotangaza. China imesema siku ya Ijumaa kwamba itatoza ushuru wa 34% kwa bidhaa zote zinazoagizwa kutoka nchini Marekani kuanzia Aprili 10, ikitimiza ahadi ya kujibu baada ya rais wa Marekani Bwana Trump kuzidisha vita vya kibiashara duniani. Siku ya Jumatano, Trump alizindua ushuru wa ziada wa 34% kwa bidhaa zote za China zinazoingizwa nchini Marekani, katika hatua inayokaribia kusababisha upya ukubwa wa mahusiano na mvutano wa kibiashara kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa zaidi duniani. Tabia hii ya Marekani haiendani na sheria za kibiashara za kimataifa, inadhoofisha sana haki na maslahi halali ya China, na ni tabia ya uonevu ya upande mmoja, tume ya ushuru ya baraza la serikali ya China ilisema katika taarifa yake ikitangaza ushuru wake wa kulipiza kisasi. Umoja wa Ulaya nao pia umetangaza utalipiza kisasi baada ya nchi zake kuwekewa ushuru mkubwa wa 25%. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.